Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya samaki. Kuchunguzana na mtu, ikiwa wote hamjui kama mnachunguzana. Kufikiria kufika sehemu ya uzao wako au ulipokulia. Uchovu utakufanya uwe unalala sana. Kuamka wakati wa usiku na kukosa lepe la usingizi tena. Mtu atajihami kwako. Mabishano madogo madogo kuwepo. Kuchukizwa na mtu anavyokujadili mara kwa mara. Kumuaminisha mtu jambo. Mtu ataonesha hasira au chuki ya ghafla kuonapo. Nyota ya nge. Mtu anarejesha hali ya kukuamini au kurudi tena kwako. Kuijua chuki ya ndani kabisa kutoka kwa mtu, japokuwa anaonesha kufurahi. Kukikosa kilicho bora na kupata ulichokitaka. Kujutia kuachana na mtu ghafla. Mtu atakupa mrejesho wa siri. Utatumia ukali ili kupata kitu. Utulivu wa mtu utakupa wasiwasi. Kufanya maandalizi kwa ajili ya siku muhimu. Kupishana na kitu cha tofauti kitakacho kupelekea kusisimka mwili. Utaomba msaada kwa njia ya kupimwa imani na mtu usiyemfahamu. Nyota ya kaa. Kujihisi unakosa msaada kwa watu uliowategemea. Kuihisi chuki iliyopo kwa mtu. Utajiweka mbali na mtu mwenye tamaa. Mtu anaahidi kukufanyia kitu kikubwa moyoni kwa wakati ujao. Kufanyika kwa taratibu za mazishi ya mtu. Kuingia katika ndoa kwa baadhi yenu. Ikiwa wengine kuna anguko kubwa kuwepo kwenye ndoa au mwisho wa safari hiyo ya upendo. Baada ya kuvumilia sana kitu utaamua kuacha. Kupata safari ya sehemu za milima au pembezoni mwa bahari. Kufanya usiri wa jambo. Mtu atakuchukia ghafla. Kukosana na mtu mara kwa mara. Utakuwa na matumaini kwa jambo muhimu unalolihangaikia. Mtu atapona maradhi yaliyokuwa yanamsumbua kwa muda mrefu. Kupata taarifa zitakazo kukatisha tamaa. Hautohitaji kumzoea mtu kwa haraka. Nyota ya ng'ombe. Kupatana na mtu baada ya muda mrefu kutoongea naye. Kubadili dini kwa wachache wenu. Hila ya mtu itakukosesha kitu kikubwa. Kuwa na hamu au kiu ya kitu fulani. Kukosa unachokihitaji kwa mtu. Utaujua ukweli utakaokupa maumivu. Utaweka matumaini kwa mtu ambaye si mwaminifu. Kuhisi unapingana na nguvu yako. Kwa kufanya kitu lakini moyo wako hauoneshi kukubaliana na wewe. Kwa baadhi yenu maisha yenu yatabadilika ghafla. Utajivunia kuwa na mtu fulani japokuwa yuko na changamoto nyingi. Kuhisi hali ya hofu au wasiwasi unapokuwa sehemu. Hutohitaji kuonesha unyonge kwa mtu. Nyota ya mbuzi. Kutoichezea nafasi muhimu utakayokuwa nayo kwa mtu. Kukimbizwa na mnyama mkali. Uhusiano wa watu fulani unakupa mashaka. Hautohitaji tena kuwa mnyonge. Utakuwa katika maandalizi ya shughuli fulani. Kuwa sababu ya mtu kupata uponyaji. Utatoa msaada kulipia bili ya mtu. Jiandae kupokea zawadi kutoka sehemu fulani. Utajitahidi kuyaficha maumivu yako au kushindwa kuyaelezea magumu unayopitia kwa mtu. Utaujua ukweli kuwa mtu hakupendi. Jiandae kupokea taarifa kutoka nyumbani. Nyota ya mashuke. Kufanya kosa bila kukusudia. Kupata muda wa kuwa karibu na watoto. Utaharakishia kufanya jambo lenye umuhimu. Mtu atakuja kwa dhamira kukutaka radhi. Kuhisi mtu anakuingilia kwenye maamuzi yako. Utatamani kuishi maisha yenye uhuru na amani. Nyota ya punda. Utatoa sadaka kwa mtu muhimu au mwenye uhitaji. Kujuta kuzungumza kitu mbele ya mtu fulani. Utaukumbuka uwepo wa mtu aliyekuwa mwema kwako. Vikao vya kifamilia kuwepo. Kuhisi mvurugano unaweza kutokea kazini. Mtu atakuhisi unajua vingi vinavyohusu sehemu. Kuamua amani na kutotaka vita. Kujua chanzo cha matatizo ni mtu fulani. Utatoa ushauri wenye tahadhari kwa mtu, lakini hataufuatisha.
Nyota ya mshale. Kupunguza kujiamini sana baada ya kujua unachunguzwa. Kumnunulia mtu zawadi ila hatoipenda. Kuirudisha heshima yako kwa mtu. Mtu anakupa onyo la siri bila kujua. Kuna jambo hutakiwi kujihusisha nalo kabisa. Na ndiyo maana unaona upinzani unatokea. Utakuwa macho wakati wa hatari. Yaani kukiona kitu kibaya kikitendeka. Kukosa nguvu za miguu. Mtu atahitaji kujisafisha kwako kwa wema. Kukosa uchangamfu unapokuwa na mtu karibu. Nyota ya Simba. Wengi wenu mtakuwa mko hospitalini kuuguza au kuuguzwa. Utakuwa mgumu kukubaliana na ukweli. Utatumia namna ya ulongo kwa kujitetea. Kufikiwa na mtu atakayekuwa na uokozi kwako. Kuchukia hali ya kukumbushiwa makosa uliyoyakosea. Kuona damu nyingi. Ishara ya ukombozi wa uhai kwa mtu au kwako. Kwa jambo hatarishi kuepukana nalo. Nyota ya Mapacha. Kupata taarifa ya upotevu wa kitu muhimu. Kulaumiwa. Utahitaji kujiweka mbali na matatizo yanayotokea kwa sababu. Kujihisi umefungwa katika mambo yako kutokuwa sawa. Mafua ya mara kwa mara kuyapata. Kwa baadhi yenu mtapata muunganiko kwa watu watakaokuwa wenye faida kwenu. Kuna heri itakufikia msimu ujao. Nyota ya Ndoo. Kuzielezea hisia zako kwa mtu. Kuna jambo muhimu sana utasahau kusema pindi uongeapo na mtu. Utapata majibu yatakayokuridhisha kwa jambo fulani. Kumaliza mkataba uliowekeana na mtu. Uliyemkosea ataamua kukusamehe. Nyota ya Mizani. Kuhisi mambo mazuri yanachelewa kwako. Kutamani hukumu imfikie aliyekukosea. Unaoyapitia ni ngumu mtu kujua, kwa kuwa unaishi tofauti na mitazamo ya watu. Kuhisi unapoelezea tu jambo lako lazima liwe na ugumu wa kutendeka. Uliyemwamini kwenye upendo atakuwa anabadilika tofauti na alivyokuwa. Kuota sana unamiliki kitu fulani. Ikiwa kiuhalisia huna kitu hicho. Inakujulisha kuna kitu ulichodhulumiwa. Nguvu yako inatamani ujue ukweli uliopo nyuma yako au uliofichwa. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.